Katika kipindi hiki cha miaka minne, taasisi imefanikiwa kuendeleza na kuanzisha mambo kadhaa, na hapa nitagusia mambo makubwa matano. La kwanza ni kupanua wigo wa huduma za kibobezi, ikiwemo zile zilizokuwepo lakini vile vile na zingine mpya. Upanuzi wa miundombinu katika taasisi ya kutolea huduma. Upatikanaji wa vifaa tiba vya kisasa. Mafunzo na utafiti kuendelezwa, lakini vile vile swala la rasilimali watu katika kupandishwa mambo yanayoendelea. Lakini kabla sijajikita kwenye haya yaliyotokea, labda nitoe tu kwa muhtasari takwimu kidogo juu ya kazi ambayo tumeifanya kwa ujumla. Katika kipindi hiki ambacho tunakizungumza, taasisi imehudumia wagonjwa 816,400. Hawa walikuwa ni wagonjwa wa nje, yani wale ambao wanakuja katika taasisi vile vile na kurudi nyumbani. Na hapa tunachukua wale wa kawaida na wale wanaokuja kwa dharura katika ile emergency medicine department. Namba hii niliyoitoa ya zaidi ya 800,000 ni muendelezo wa idadi kubwa ya wagonjwa wanaokuja kutibiwa kwa takriban wagonjwa 3,000 kila mwaka. Yani kwa mfano katika miaka hii tulipoanza mpaka kufika leo, kila mwaka tunakuwa na ongezeko la wagonjwa kama 3,000. Lakini kwa upande wa wagonjwa wanaolazwa katika hospitali, hawa wanaitwa inpatients, tumehudumia wagonjwa 35,170. Na hii imekuwa ni ongezeko la wagonjwa 453 kila mwaka katika kipindi hiki. Wagonjwa 30,289 walifanyiwa upasuaji aina mbalimbali, na hii ni sawa na wagonjwa 86.2% ya wagonjwa waliolala. Kwa sababu ya dhana ya kuchangia matibabu, nichukue tu muda hapa kutoa takwimu kidogo ya wagonjwa ambao walipata huduma bila kulipa, yani wale ambao walikuwa tunasema ni masikini, hawawezi wakamudu gharama, yani too poor to pay. Kwa mwaka wa 2021 ilikuwa ni 12,600, mwaka uliofuata ilikuwa wagonjwa 25,200, na mwaka uliofuata ilikuwa ni 25,656, na mpaka ninapoongea na nyinyi tuna wagonjwa takriban 800. Hawa walipewa huduma ambazo zilikuwa zinagharimu takriban shilingi bilioni 16.4 za Kitanzania. Na jumla ya wagonjwa wote ukijumlisha zile hesabu nilizokuwa naeleza pale, wanafika karibu 73,500. Nilikuwa nimezungumza juu ya mambo matano muhimu ambayo nitapenda kuchukua muda kuyaelezea kwa upana kidogo. Kuendeleza na kuanzisha kwa huduma za kibobezi. Taasisi imefanikiwa kuanzisha zaidi ya huduma 10 ambazo kule nyuma zilikuwa hazitolewi, ikiwa ni pamoja na uchunguzi na upasuaji wa ubongo bila kufungua fuvu, ambapo hadi sasa tumehudumia wagonjwa 62. Upasuaji wa nyonga na magoti kwa marudio au kwa awamu, kwa sababu sio kila mgonjwa anayepita katika kategori hii anakuwa ni yule ambaye alifanyiwa alafu mambo yakawa mabaya. Kuna aina fulani ya upasuaji ambao unakwenda kwa awamu. Kwa wagonjwa namna hii zamani walikuwa wanapata huduma kama hizi nje ya nchi, sasa hivi zote zinafanywa pale kwetu, na hivi tunavyoendelea kuzifanya tumetoa huduma kwa wagonjwa kama 74. Lakini vile vile katika siku za karibuni tumeitangaza na kuambia umma wa Tanzania kwamba tumeanza sasa utaratibu wa kufanya upasuaji kwa migongo ya wagonjwa kwa kutumia matundu badala ya kufungua kama zamani ilivyokuwa inafanya. Hii inaitwa endoscopic spine surgeries. Hapa tumefanyia wagonjwa 17 na idadi inazidi kuongezeka. Tumekuwa na changamoto kubwa ya watu kufika kwa sababu ya sababu mbalimbali, wakiwa na matatizo ya kiharusi, na hasa ni kwa sababu ya mishipa mikubwa katika ubongo kuwa imepata hitilafu. Hapa tumehudumiwa wagonjwa wa aina hii kwa kutumia mishipa ya damu kupitia kwenye paja takriban 41. Vile vile katika nchi yetu tuna wagonjwa mbalimbali ambao wako na kibiongo au mgongo umepinda. Hawa tumewafanyia takriban 64, na wiki iliyopita
tulikuwa na kambi maalum ya kuwasaidia watoto waliokuwa na shida kama hizo. Wakati mwingine kunatokea na vitu vinamea katika ubongo, inasababisha uvimbe, na katika fani hiyo tumeweza kupasua watu hawa kupitia kwenye pua na kuondoa vimbe zile kwa wagonjwa takriban 41, na kwa sababu ya ujuzi huu bado inazidi kuendelea. Kuna watu wanakuwa na maumivu sugu ya mgongo, hawa nao wamesaidiwa kwa huduma maalum. Tumehudumia wagonjwa takriban 607. Kuna hii hoja ya au dhana nzima ya utalii tiba, na sisi katika taasisi yetu tuko mstari wa mbele, tunatembea na wenzetu kidete. Na hapa tumehudumia mpaka leo hii wagonjwa 6106. Hawa wanatoka katika mataifa mbalimbali, wametambulishwa juu ya huduma tulizonazo za kibingwa na kibobezi katika taasisi yetu, wamekuja, wametibiwa na wameondoka akiwa na hali bora kuliko waliokuwa nayo. Kuna watu mbalimbali wanapoteza viungo kwa sababu ya ajali au magonjwa, na taasisi yetu vile vile ina idara maalum ambayo inashughulika na kusaidia watu wa namna hiyo. Hawa tunawapatia mikono ya bandia, lakini kuna ile mikono ambayo inakaa kama vile sanamu, lakini tumepiga hatua sasa, tunawapatia mikono inayoendeshwa kwa umeme inayoweza kuwafanya wakafanya shughuli mbalimbali. Mpaka leo tumefika 6 na tutazidi kuendelea mpaka tufike mahali ambapo tutawawekea mikono ambayo itakuwa inapokea maagizo kutoka kwenye ubongo kama mikono hii ya kawaida ambayo inaitwa bionic arm. Vile vile kuna teknolojia mpya ambayo inatumika duniani sasa ya kutengeneza viungo bandia kutokana na hali ya mgonjwa. Hii inaitwa 3D printing. Kwa hiyo inachukuliwa taswira, inaingizwa kwenye kompyuta, halafu vipimo vinafanyika, halafu mashine yenyewe inatengeneza. Kwa hiyo kile kiungo kitakapotoka kitakuwa mahususi kwa ajili ya mgonjwa kutokana na hali aliyonayo. Sio vile vya jumla ambayo ni kama shati zile tunanunua ndio tunajipima ambayo imekufaa. Hii tutaifanya katika taasisi yetu. La mwisho lakini sio kwa umuhimu ni hii tulioitangaza kama wiki 3 zilizopita. Kutumia mawimbi ya sauti katika utaratibu mzima wa upasuaji ambao tunaitwa ni ultrasound guided neural navigation kwa ajili ya upasuaji wa ubongo na uti wa mgongo vile unaweza ukatokea. Pamoja na haya niliyoyazungumza, tumeendeleza huduma ambazo tayari tulikuwa tumeshapata umahiri katika kuzifanya katika nchi yetu kama ifuatavyo: huduma za kupandikiza nyonga bandia kwa ajili ya wagonjwa. Mpaka leo tumefanya 728. Upandikizaji wa magoti au goti bandia 636 wagonjwa wameshahudumiwa, na upasuaji wa magoti kwa njia ya matundu, hapa tumehudumia wagonjwa 1115. Kuna vivimbe huwa vinatokea katika mishipa ya damu ya ubongo, huwa inaitwa aneurysm. Hapa kupitia katika interventional radiology tumeweza kuwafanyia wagonjwa 14. Upasuaji wa mfupa wa kiuno wagonjwa 395, na upasuaji wa kichwa kikubwa na mgongo wazi kwa watoto, na imekuwa ni kampeni kubwa sana. Tumehudumia watoto 1797 katika taasisi yetu.